huko mkoani Kagera. Mkoa huu unakabiliwa na ongezeko la vitendo vya ulawiti vikihusisha hasa watoto wadogo. Familia nyingi kama ile ya mtoto mwenye umri wa miaka 7 aliathirika Bukoba zinaendelea kushuhudia madhara makubwa ya unyanyasaji huu wa kijinsia. Hii ni lenzi maalum kutoka mkoani Kagera iliyoandaliwa na Faisal Ahmed ikimulika vitendo hivyo vya kikatili na kusomwa na Exaudi Mtei. Kwa uzito wa lenzi hii si vibaya tukianza kwa kunukuu maneno kutoka katika vitabu vitakatifu vya dini mbili zenye wafuasi wengi zaidi ulimwenguni. Kutoka katika Biblia takatifu, Mambo ya Walawi 18 mstari wa 22 imeandikwa, usilale na mwanaume kama ulalavyo na mwanamke, ni machukizo. Qurani tukufu nayo kutoka Surat Hud 11:82 hadi 83 imeandikwa, basi ilipofika amri yetu tuliifanya hiyo miji yao kuwa juu chini, na tukaonyeshea mvua ya mawe ya udongo mgumu kwa mtiririko, yaliyotiwa alama kwa Mola wako mlezi, wala hayako mbali na madhalimu. Kuna watu hawaogopi machukizo hata madhalimu. Hili ni swala ambalo linagonga vichwa vya watu wengi katika jamii zetu kwa nyakati zilizopita na hizi tulizopo. Nini kwani? Ulawiti au sodomia ni tendo la kijinsia linalohusisha mwanaume kumwingilia mtu mwingine kinyume na maumbile yake, ikiwa ni miongoni mwa vitendo vinavyotajwa kukiuka haki za binadamu na kuathiri watu wengi, haswa vijana na watoto. Katika manispaa ya Bukoba, familia ya baba mmoja jina limehifadhiwa, ambao yeye na mke wake walibahatika kupata mtoto mmoja wa kiume. Mtoto huyu ni mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa darasa la kwanza. Malaika huyu amekumbana na maradhi makubwa ya kutokwa na haja kubwa bila ya kujitambua, maradhi ambayo yanaaminiwa yamesababishwa na watoto wenzake kumlawiti. Mama yake ndiye alikuwa ananiambia mtoto ana tabia ya kufanyaje, ya kujinyea. Tukamchapa, tukajua labda akienda chooni ajitawazi, tukaanza kumwekea maji, lakini sasa lile tatizo tukaona alijafanyaje, alijaisha. Basi tumemchapa kama mara 3 hivi, lakini baadaye tukagundua kwamba labda anaweza akawa anafanyaje, anaweza akawa anaumwa. Mama yake ndo akasema, bwana, huyu mtoto tufanyeje, tuache kumchapa, tumpeleke hospitali. Baada ya kumfanyia vipimo ndo akamwambia kwamba huyu mtoto ameshaingiliwa nyuma, kwa sababu ni mtoto wa kiume. Kwa kweli nilipokuwa nilihisi kuchanganyikiwa. Kwa mujibu wa takwimu za Jeshi la Polisi mkoa wa Kagera kwa mwaka 2024, jumla ya matukio 297 ya ubakaji na ulawiti yalifikishwa mahakamani, ambapo kesi 8 za ulawiti wahusika walipata hukumu ya kifungo cha maisha. Askari wetu wa kata wanapofanya mikutano kwenye maeneo hayo, basi wapeleke message kwamba fulani alifanya kosa hili, ameadhibiwa adhabu hii, hivi tunavyoongea ana kifungo cha maisha. Hatutakuacha salama kwa mujibu wa sheria, wewe ambaye unahangaika na watoto wetu. Katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera, katika kipindi cha miaka 2 kuanzia mwaka 2023 hadi Februari 2025, imepokea jumla ya watu 15 waliofanyiwa vitendo vya ulawiti, ambao 13 kati yao ni watoto chini ya umri wa miaka 15. Inasikitisha sana, na hii ni uthibitisho kuwa watoto hawako salama katika mkoa wa Kagera. Mtu aliyelawitiwa anaweza kupata maambukizi ya magonjwa kama vile VVU, homa ya ini na kaswende, ambaye atatokana na yule mtu aliyefanya ulawiti kama alikuwa ameathirika. Madhara mengine ya kimwili ni madhara katika sehemu ya haja kubwa, kwa sababu tunaelewa sehemu ya haja kubwa imetengenezwa kwa ajili ya kutoa na wala sio kuingiza. Lenzi imefika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kagera na kufanya mazungumzo mafupi na wakili Jovin Rutainulwa. Hapa ni kutaka kupata maelezo zaidi kuhusu kifungu cha 154 cha sheria za kanuni za adhabu sura ya 16 marudio ya mwaka 2022 kinatoa adhabu gani kwa mtu atakayekutwa na hatia ya kufanya vitendo vya ulawiti au sodomia.
anemlawiti mtu mwingine akishtakiwa na kutiwa hatiani, basi atahukumiwa kifungo cha maisha jela. Lakini pia mtu anayeruhusu kulawitiwa na mtu mwingine, naye akishtakiwa na kutiwa hatiani, naye anahukumiwa kifungo cha maisha jela. Kwa hiyo ukilawitiwa kwa nguvu haujafanya kosa, lakini ukilawitiwa kwa ridhaa yako, na wewe umefanya kosa sawa sawa na aliye kulawiti. Na kwa sasa na kosa la rushwa tu, aliyepokea na aliyetoa wote wamefanya makosa. Wakongwe wa fani ya uandishi wa habari na wao wana neno la kuweka katika kadhia hii inayokabili jamii yetu kwa ujumla. Kwa hiyo tutengeneze mazingira ya kuwajali watoto wetu, tuwape elimu kwamba vitu vibaya. Akiona hata ni mwalimu amemgusa tako, amemgusa, amemtekenya haje aseme, lakini akwambie na wewe utenge siku, mama kama mama au baba kama baba. Malezi ya moja, malezi ya wadada wa kazi tunaofanya siku hizi, malezi ni ya kwetu sote, na sisi kama jamii tutambue watoto hawa ni wa kwetu sote. Haya matendo haya hayana kabila wala hayana dini. Uweze ukasema dini fulani, ni wote. Alafu uweze ukasema wanaotenda hivi ni weusi wa Afrika. Rangi zote, hata wazungu, hata wahindi, hata sote kama tumrudie Mwenyezi Mungu, kila mtu katika maadili yake, katika imani yake. Lakini je, mtu aliyekumbwa na vitendo vya ulawiti anaweza kupata matibabu na kupona? Mtu aliyefanyiwa ulawiti anaweza akapona endapo atapata matibabu sahihi na kwa wakati sahihi. Kwa hiyo madhara yapo makuu mawili, ambayo ni madhara ya kimwili pamoja na madhara ya kisaikolojia. Haya yote yanahitaji huduma za mapema. Serikali ya mkoa wa Kagera chini ya mkuu wa mkoa Hajat Fatma Mwasa mnamo mwaka 2024 ilitoa maagizo kwa wakuu wa wilaya kuhakikisha wanasimamia kesi za ulawiti hizo hadi hatua ya mwisho, na kusisitiza kwamba serikali ya mkoa iko tayari kugharamia vipimo vya DNA ili kurahisisha zoezi la uchunguzi wa kesi hizo. Makala hii imeandaliwa na Faisal Ahmedi pamoja na Mako Kilo na kuletwa kwenu na mimi Exaudi Mtei, msaka habari. Moja kwa moja ikiwa ni lenzi hiyo leo ikiangazia